Ujumbe wangu utaanzia hapo asubuhi ya leo. Samueli wa kwanza sura ile ya 22 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Basi Daudi akaondoka huko akakimbilia pango la Adolam, na ndugu zake na watu wote ambao baba yake waliposikia habari hiyo wakamwendea huko. Na kila mtu aliyekuwa katika hali ya dhiki, na kila mtu aliyekuwa na deni, na watu wote wenye uchungu mioyoni mwao wakakusanyika kwake, naye akawa jemadari wao. Nao waliokuwa pamoja naye walipata kama watu 400. Kutoka huko Daudi akaenda Mispa ya Moabu, akamwambia mfalme wa Moabu, tafadhali ukubali baba yangu na mama yangu watoke huko waliko wakakae kwenu, hata nitakapojua Mungu atakalotenda kwa ajili yangu. Akawaleta mbele ya mfalme wa Moabu, nao wakakaa pamoja naye wakati wote Daudi alipokuwa ngomeni. Kisha nabii Gadi akamwambia Daudi, usikae hapa ngomeni, ondoka ukaende mpaka nchi ya Yuda. Ndipo Daudi akaondoka akaenda zake katika msitu wa Hereth. Pale mbele sura ya 23 Samueli wa kwanza 23 mstari wa kwanza mpaka wa 5 tena. Nitaelezea haya maneno. Samueli wa kwanza sura ya 23 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Kisha wakamwambia Daudi kusema, angalia Wafilisti wanapigana vita juu ya Keila na kuiba nafaka sakafuni mwa kupulia. Basi Daudi akamuuliza Bwana kusema, je, niende nikawapige hao Wafilisti? Naye Bwana akamwambia Daudi, nenda ukawapige Wafilisti na kuokoa Keila. Kila watu wake Daudi wakamwambia, tazama sisi tunaogopa hapa katika Yuda. Je, si zaidi tukienda Keila juu ya majeshi ya Wafilisti? Basi Daudi akamuuliza Bwana tena, naye Bwana akamjibu akasema, ondoka ukashukie Keila, kwa kuwa nitawatia hao Wafilisti mikononi mwako. Ndipo wakaenda Keila, Daudi na watu wake wakapigana na hao Wafilisti, wakateka nyara ng'ombe zao na kuwaua uwaji mkuu. Hivyo Daudi akawaokoa watu wa Keila. Bwana Yesu, asubuhi ya leo tuko mbele zako kusikiliza maneno yako haya ya uzima. Ninashuka kwenye madhabahu hii nikinyenyekea, nikiomba utukufu wako mwenyewe ukajitukuze mahali hapa. Tunakwenda kusikiliza maneno haya. Leo ulisema kupitia mtumishi wako Isaya, unaituma neno lako na halirudi bure, lazima litimize makusudi yale ambayo umekusudia. Najua asubuhi ya leo kuna kusudi umekusudia kwenye mkutano huu. Naomba ukajitukuze kwa jina la Yesu Kristo. Na nyamazisha kila falme na roho za uharibifu. Ninaharibu kila namna ya upotevu, namna ya nguvu ya usingizi, na kila namna ya uchovu kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Nikiomba Roho wako akatawale na kutenda katika jina la Yesu wa Nazareti. Amen. Asubuhi ya leo nataka niongee na wewe kifupi sana juu ya kutokudharau mwanzo mdogo. Kutokudharau mwanzo mdogo, au usidharau mwanzo mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema hata mbuyu unaouona leo ulianza kama mchicha. Wanasema waliofanikiwa wote walianza tokea chini. Nataka niseme usidharau mwanzo mdogo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Habari hizi ni Daudi. Daudi nimetembea naye, habari zake tunajua. Daudi yuko anawindwa na Sauli. Nisikilize ili upate kuelewa. Hii sura ya 22 inaeleza, soma yote tutaelewa vizuri. Daudi anawindwa na Sauli. Na nataka kufikiri, hebu fikiri mtu ambaye anawindwa na Sauli, halafu saa hii anakwenda kukusanya watu masikini, walio na shida, wenye matatizo, wasiokuwa na chochote cha kukusaidia. Nataka nijiulize maswali. Nilitegemea Daudi angekwenda kwa wataalamu wa vita, wamfundishe namna ya kupigana, angejiunganisha na watu wenye fedha ili wamsaidie arudi akagombane na Sauli. Lakini Daudi anakwenda kuchukua watu wenye dhiki, watu wa shida ambao wao wanamwangalia yeye
kama yeye ndio kidogo afadhali. Nataka kusema nini hapa? Sikiliza mbele kidogo, sura 23 inasema vita vikainuka jirani, mji jirani. Bwana asifiwe sana. Watu wakaja wakamlilia Daudi. Wanajua Daudi ni tumaini, lakini upande wa pili Daudi hana kitu. Daudi hana fedha, ana watu masikini, ana watu waliochoka, lakini akasema Bwana nisaidie. Ninajua nina watu duni, lakini nifanyeje ili niweze kutokea? Bwana akamwambia nenda, utawapiga Wafilisti, wataanguka. Maana Bwana haangalii kama wanadamu wanavyoangalia. Bwana haangalii una nini. Bwana anaweza kufanya hata kwenye kitu kidogo kinachodhalaulisha. Sema amina. Haleluya. Daudi anachukua watu masikini, watu walio duni. Kwa nini Daudi hajataka watu wenye fedha? Hajataka watu wataalamu wa vita. Hapana, ili Mungu ajitukuze. Nataka niseme usidharau mwanzo mdogo. Haleluya. Hata kama uko katika hali duni kiasi gani, usijidharau. Mungu anaweza kukuinua. Usijidharau. Mungu anaweza kukuheshimisha. Haleluya. Mungu anaweza mambo yote. Mungu hajashindwa. Jumapili fulani nilihubiri kule Kigoma, nikamwambia ndugu zangu, Mungu anaweza kukusaidia ukipata tu neema ya kibali. Neema inaitwa kibali. Yaani ukiwa tu na kibali inatosha. Uhitaji majeshi, uhitaji kusoma, uhitaji fedha. Ile neema ya Mungu tu, kibali, unapasua. Amen. Hamjanielewa pe. Hauhitaji watu waliosoma wawe juu yako. Hauhitaji ndugu wenye fedha wakusaidie. Ukiwa na kibali cha kimungu, Mungu akiwa upande wako, unatoboa. Amen. 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 Ndio nataka nikurudishe hapa. Daudi unaona akasimama, akakimbia, akaenda kwenye pango. Mungu akampatia ufunuo, jikusanyie watu dhaifu ili Mungu ajitukuze. Nataka kusema pointi moja hapa ya kwamba mara nyingi sana Mungu ajitukuzi kwa sababu tumetanguliza akili zetu na mawazo yetu. Tumeangalia mipango yetu, tumeangalia ndugu tunawategemea. Una baba anakusaidia, una mjomba unampigia simu anakusaidia. Mungu anakaa pembeni. Mungu anataka yeye ndiye awe namba moja. Haleluya. Uko na shida, sio baba kumpigia simu, sio mjomba kumpigia simu. Unampigia simu Mungu peke yake. Anashuka na uweza, anakutetea. Hata wanaokujua wanasema hakika huyu ni Mungu amefanya. Amen. Sema amen. Amen. Daudi akawapiga, akauliza Bwana, mbona wale watu wakamwambia sisi hatuna kitu chochote, inakuwaje? Bwana akamwambia nenda Daudi, utawapiga hao Wafilisti kwa sababu mimi niko pamoja na wewe. Sema amen. Amen. Siku moja Ayubu alipata shida. Ayubu sura ya 8 mstari wa 6 mpaka wa 9. Ayubu alipata shida. Aliona watu wamemwacha. Waliokuwa wanamfahamu wamemwacha. Waliokuwa wamemzoea wamemwacha. Waliokuwa wanamtegemea mwanzoni, maana Ayubu alikuwa na fedha za kutosha, wamemwacha. Na akaona hii haifai. Sura ya 8 maneno ya Mungu yanasema, ukiwa wewe usafi na mwelekeo. Mstari wa 6 Ayubu sura ya 8. Ikiwa wewe Ayubu nikwambie habari njema, kama wewe ni msafi na mwelekeo, hakika yeye sasa angeamka kwa ajili yako na kuyafanya makazi ya haki yako kufanikiwa. Mstari wa 7. Tena ujapokuwa huo mwanzo wako ulikuwa ni mdogo, lakini mwisho wako wewe Ayubu ungeongezeka sana. Basi waulize tafadhali vizazi vya zamani, ujitie kuangalia yale baba zao walioyatafuta. Kwani sisi tu wajana tu, wala hatujui neno lolote, kwa kuwa siku zetu duniani ni kivuli tu. Bwana asifiwe sana. Inawezekana umefika hatua kama Ayubu. Unajiona uko peke yako. Unajiona mdogo sana kama kale ka kidonge kapilito. Unajiona umechoka, wewe ndio wa dunia hii mateso. Nataka nikwambie, Ayubu anaambiwa na wakina Elifazi, wakina Mtemani au watu wale rafiki zake wa karibu, "Sikiliza ndugu, kuna jambo la msingi, angalia. Usidharau mwanzo mdogo." Haleluya. Usijidharau hali ulionayo. Mungu anaweza kufanya. Mungu anaweza kukutokea.
Usijidharau. Kama unataka sana kujua, hebu waulize baba zetu wa kiimani. Waulize waliotangulia kiimani. Tumwite Ibrahimu hapa, tumuulize Ibrahimu, hebu tupe habari. Atakwambia, mimi nimefika mpaka miaka 90 sina mtoto, nimekaa na mwanamke miaka 60 sina mtoto, lakini bado nilimtumikia Bwana. Haleluya. Waulize wakina Zakaria. Zakaria atakwambia, nimekaa na mwanamke miaka 35 sijapata mtoto, nikiwa hekaluni na hudumu, malaika wa Bwana akaja akaongea na mimi, nimekuwa bubu na kiziwi miezi 9, baadaye akazaliwa Yohana Mbatizaji. Atakutia moyo. Haleluya. Anaambiwa, Ayubu, sikiliza, waulize baba zetu wa imani. Sisi ni watu wa jana tu. Umeokoka mwaka jana, mwaka juzi. Sikiliza, uliza watu wa kiimani wakusaidie. Haleluya. Tungemwita Samsoni hapa tumuulize. Angekwambia, nilikuwa nimefika siku moja nikatekwa mjini, nimezingirwa usiku, majeshi yamefunga mji, niliibuka usiku, Mungu akanitia nguvu, nikainuka na geti kubwa linafika uzito wa tani moja, nikalibeba kwa imani, nikatoka nalo nje. Gaza wakanifuata, nikakamata mbweha wote, nikawafunga mikia, nikawasha moto, mashamba yote ya ngano yakaungua. Wakanitafuta, nikachukua mfupa mmoja, nikawapiga Wafilisti, wakapotea. Hey my God, kwa nini unakata tamaa? Haleluya. Ayubu anaambiwa, waulize baba zetu wa imani wakusimulie. Waulize watu waliokutangulia kiimani. Wewe si wa kwanza. Shida yako ulio nayo, nataka nikutie moyo. Usidharau mwanzo mdogo. Hali ulio nayo ya duni, usijidharau. Mungu anaweza kuingilia akabadilisha historia. Haleluya. 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 Sikiliza, ungeweza kuuliza huyu mama Samueli ambaye tunamzungumza leo, mke wa mzee Elikana, anaitwa Hana na Penina, kama mnajua habari zake, masimango aliyokuwa anapewa. Yamkini unasimangwa na wifi, unasimangwa na mjomba, unasimangwa na shemeji. Usijidharau. Niko hapa kukwambia usijidharau. Mungu anaweza kutoka kwenye sifuri hiyo hiyo akakupandisha ukaheshimika. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Usijidharau. Hana alihisi kudharaulika, lakini alijua tumaini lake ni Bwana wa majeshi. Haleluya. Akaja nyumbani mwa Bwana, akapaza sauti yake, Bwana akamsikia, akampa mtoto Samueli. Amen. Ayubu anaambiwa usijidharau. Usidharau mwanzo mdogo. Amen. 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 Inaweza kafika mahali ukaona hata mahali hapo unapoabudu sio sahihi. Ungetamani sana uende kwa TB Joshua kutabirie. Ungetamani uende kwa mzee Mwakasege akutabirie. Nataka nikwambie, kwa mwanzo mdogo hapa Mungu atakutendea. Amen. Amen. Hapa ulipo Mungu anaweza kukutendea. Amen. Amen. Wakristo leo wengi sana wanapenda kutabiriwa, lakini nitasikiliza mafundisho yanayoeleweka. Amen. Ayubu akapewa darasa. Usijidharau. Hata wakati ule tuko kwenye kanisa la Mabanzi. Si mnakumbuka? Mnakumbuka? Tuko kanisa la Mabanzi. Mungu alikuwa anatenda mambo makubwa. Mungu atendi kuangalia majengo. Uko tayari? Ayubu anaambiwa, kama ungekubali kuwa na unyenyekevu. Hapo ndio tunateleza wapendwa. Ungekubali kuwa mnyenyekevu na mtii, Bwana angerejesha. Bwana angeingilia haraka sana. Sema amina. Ayubu wakati huo. Kitabu cha Zakaria sura ya 4 mstari wa 5 mpaka wa 10. Nataka nimalize nikuombee. Nimesikia nikutie moyo. Kuna mtu nataka nimtie moyo asubuhi ya leo. Fika mahali umejidharau, umeona hauna kitu. Umeona kabisa hauna kitu. Hata unasema nitatokea kwa watu kweli wanione. Nataka nikwambie, Mungu anaweza kukutokea kukuheshimisha.
Nitaongea kweli watu wanielewe. Nataka nikwambie, Mungu akiingilia, kila mtu atatamani kukusikia. Zakaria naye alifika mahali akasema, ni bora nitoke tu duniani. Mbona ni vitu sivielewi? Mbona ni mambo siyawezi, magumu? Zakaria sura ya 4 mstari wa 5. Ndipo malaika aliyesema nami akanijibu akaniambia, hujui vitu hivi ni nini? Nikasema, la Bwana wangu. Akajibu akaniambia akisema, hili ndilo neno Bwana kwa Zerubabeli kusema, si kwa uweza wala si kwa nguvu, bali ni kwa roho yangu, anasema Bwana wa majeshi. Nani wewe, mlima mkubwa, mbele ya Zerubabeli? Utakuwa nchi tambarare, naye atalileta lile jiwe la kuwekwa juu kabisa, pamoja na vigelegele vya neema ilikalie. Mstari wa 8. Tena neno la Bwana likanijia kusema, mikono yake Zerubabeli imeiweka misingi ya nyumba hii, na mikono yake ndiyo itakayoimaliza. Nawe utajua ya kuwa Bwana wa majeshi amenituma kwenu. Maana ni nani aliyedharau siku ya mambo madogo? Kwa kuwa watafurahi nao wataiona timazi katika mkono wa Zerubabeli. Naam, hizi 7 ndizo macho ya Bwana yapiga mbio huku na huko duniani mote. Haleluya. Ukisoma hii sura ya 4, Zakaria ni kati ya manabii ambao walitabiri wakati wana Israeli wanatoka uhamishoni. Walikwenda kule Babeli, wamekaa zaidi ya miaka 70. Inasemekana 80 au 90. Wamerudi, hawajui wanaanzia wapi. Ni watu wamekata tamaa. Ni watu wamechoka, wamejidhalau. Kama wale ambao Daudi aliwakusanya masikini, hana nyumba. Hajui ndugu yake, mjomba wake yuko wapi. Hajui ploti ya baba yake yuko wapi, yuko na sifuri. Mungu akamonyeshea katika maono. Akaona malaika wanakuja. Akaona vitu vinapita, haviwezi kufunguliwa. Zakaria akaogopa sana. Malaika akamuuliza, unaona nini? Akasema, nimeogopa na kutetemeka, hata sijui nifanye nini. Akamwambia, sikiliza, utaweza, lakini sio kwa uweza wako, ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Haleluya. Na nataka nikwambie, utaweza sio kwa nguvu zako, lakini kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana hata Yesu alipoanza injili, siku ya kwanza amesimama. Unajua alisemaje? Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta kutangaza, kuwafungua watu. Kwa kinachofungua, kinachofanya sio akili zako, sio mazoea, sio na watu wangapi, ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Sema amina. Amen. Zerubabeli hapa amezungumzwa ni kioo au kivuli cha Yesu Kristo aliye hai. Yesu anazo funguo. Haleluya. Yesu ndiye jina linalopita majina yote. Yesu ndiyo kila kitu, kiwa naye kwisha. Yesu ndiye anaweza kubadilisha historia ya maisha ya mtu. Sio dini, sio nabii, sio mafuta, sio chumvi, ni Yesu pekee anaweza kufanya. Matendo ya Mitume 4:12. Petro na Yohana wako kwenye baraza la St. Henry. St. Henry ni baraza lilikuwa na watu 72. Watu wakubwa, waandishi 24, walimu 24, walikuwepo watu wanaofanya torati, Walawi 24, wanatengeneza baraza. Linakuwa na watu 72, wasomi wa sheria, wasomi wanaojua kuchambua Biblia, lakini kichwani mwao ni sifuri. Wamekaa na kiwete zaidi ya miaka 30. Hakuna kilichotokea.
Siku hiyo majira ya mchana, Petro na Yohana, Matendo ya Mitume sura ya 3, Petro na Yohana wakaingia kauni, wakamkuta ile kiwete, wakamwambia fedha hatuna, dhahabu hatuna, lakini tulicho nacho ndio tunakupatia. Tuna nini? Akategemea kuona fedha zinatolewa mfukoni. Wakamwambia kwa jina la Yesu wa Nazareti, haleluya, inuka. Yule kiwete akainuka, akatembea. Si mnasoma Biblia, mnaelewa? Kesi imeibuka. Petro na Yohana wako kwenye baraza, wanaambiwa, hebu tuambieni, ni kwa akili gani, utaalamu gani umetumika mpaka huyu kiwete ametembea? Matendo ya Mitume 4:12, Petro anawaambia, sikilizeni, kama kuna maelezo mengine mimi sijui, lakini ninachojua ni kwa jina la Yesu pekee. Amen. Zakaria anaambiwa, Zerubabeli kwa sura ya Yesu, anasema huyu Zerubabeli akitokea, hakuna mlima wala kibonde vitasimama, vyote vitayeyuka. Na mimi natangaza mchana wa leo, usijidharau hali unayopitia. Ukimruhusu Yesu Kristo asubuhi ya leo aingilie kati, mambo yako yatayeyuka, yataondoka, utabaki salama. Mbona sijasikia amina, wapendwa? Amen. Narudia tena, mchana wa leo ukishusha akili zako kama Ayubu anavyoambiwa, usitegemee akili zako na mazoea. Nyenyekea, shuka chini, kubali kumwona Yesu namba moja. Yesu akitokea, Zakaria anaambiwa, Zerubabeli akisimama, hakuna mlima wala bonde vitabaki, vyote vitanyoshwa. Amen. Mimi natangaza, ukikubali mchana wa leo kunyenyekea, kutii na kujiangusha mbele za Yesu, hakuna kitakachobaki. Kama ni kudharauliwa, Mungu ataingilia kati, lazima uzima utokee. Kama ni shida, wamekucheka, ndio, Yesu akitokea watasema ni heri yule baba, ni heri yule mama, maana jambo la tofauti limetokea. Amen. Haleluya. Amen. Kitabu cha Waamuzi sura ya 7. Mstari wa kwanza na wa pili. Ningesoma hiyo sura yote ya 7, lakini naomba nisome mstari michache msikilize. Mstari wa kwanza na wa pili anasema, kisha Yerubali, yani Gideoni, na watu wote waliokuwa pamoja naye wakaondoka mapema, wakapiga kambi yao karibu na kijito cha Harodi, na kambi ya Midiani ilikuwa upande wao wa kaskazini, karibu na mlima wa More bondeni. Mstari wa pili, Bwana akamwambia Gideoni, watu hawa walio pamoja na wewe ni wengi mno, hata nikawatie Midiani katika mikono yao, wasije Israeli wakajivuna juu yangu, wasije wakajiinua wakajivuna wakasema, mkono wangu wewe mwenyewe ndio ulioniokoa. Mstari wa 4, Bwana akamwambia Gideoni, hata sasa watu hawa ni wengi tena, walete chini ya maji, nami nitawajaribu huko kwa ajili yako. Kisha itakuwa ya kwamba yule nitakaye kuambia huyu atakwenda pamoja nawe, ndiyo atakaye kwenda pamoja nawe, na mtu yule nitakaye kuambia huyu hatakwenda pamoja nawe, basi mtu huyo hatakwenda. Mstari wa 5, basi akawaleta watu chini ya majini. Bwana akamwambia Gideoni, kila mtu atakaye alamba maji kwa ulimi wake, kama vile alambavyo mbwa, huyo utamweka kando. Kadhalika kila mtu apigaye magoti kunywa. Na hesabu ya hao waliokunywa kwa kurambaramba, wakipeleka mkono kinywani, ilikuwa watu 300, bali watu wengine wote walipiga magoti kunywa maji, wakaachwa. Bwana sifiwe sana. Nisoma hii kisa, nataka nimalize nikwambie. Midiani waliwatesa sana Israeli. Na Midiani walikuwa ni maarufu sana kwa vita vya kuvizia. Kwenye Biblia ukisikia waviziao, Midiani walikuwa wanaongoza. Umekaa tu hivi unashangaa mtu amedondoka. Umeviziwa tu, umeshachoma mgongoni, chifu umekufa. Ilikuwa ni vita mbaya sana. Umelala tu unashangaa mtu ashajaa nyumbani. Ilikuwa wanaishi kwa hofu kali kweli. Gideoni kwa akili yake akaitisha mkutano, wanaume wengi wakajitokeza. Kwa karibu 30,000.
wakajitokeza wanaume. Kaja. Mungu akasema bado ni wengi. Mimi nataka mwanzo mdogo. Lazima nianze na sifuri ili watu wajue mimi ni Mungu. Haleluya. Kapunguzwa kabaki 10,000. Mungu anamwambia Gideoni, hawa watu bado ni wengi sana. Maana wakipata ushindi watasema ni kwa vile tulikuwa wengi. Mungu yamkini atendi kwa sababu labda akili yako ni baba. Nishawaambia kuna shida, watu wengi tumekalili sana. Hata huko bafuni unaona mjusi anapita hivi, unasikia mtu anasema mama yako yuko labda shafariki mwaka juzi. Ameona nyoka, unasikia mama mwenyewe labda yuko Kigoma. Si mnajua hii maneno. Umeanguka tu kidogo bafuni, unasikia mama yuko wapi Galapo, anakusaidia. Bwana sifiwe sana. Vitu vimetujaa ndani ya mioyo yetu, ni vitu tofauti kabisa. Yamkini Mungu ameshindwa kufanya kwa sababu namba moja yetu sio Yesu. Watu wakapunguzwa. Wale 10,000 wakaenda kwenye testi ya mwisho kwenda kufanya mazoezi ili wapunguzwe. Wakapunguzwa, wakabaki watu 300. Ndio hapo sasa Mungu akamwambia Gideoni, sasa nitakwenda kupigana ili mkipata ushindi wajue sio wingi, ni Bwana. Haleluya. Kwa mwanzo huo mdogo Gideoni akatembea. Endelea kusoma utaona Mungu aliwatumia kwa mambo ya ajabu sana. Gideoni akawagawa watu 100 makundi matatu. Na walifanya hiyo vita kirahisi sana. Chukua mtungi tu, unaofahamu mtungi wa maji kichwani, filimbi, wenye ngoma kujua kupiga wanajua kupiga ngoma, wakaambiana tunakwenda mtungi unaofahamu, mtungi wa udongo sio wajiwe. Wakaenda. Haleluya. Ile mitungi ilipodondoshwa chini ilileta bomu hatari sana. Midiani wote wakapigwa chini. Kesi ikawa imeisha. Shida ikawa imeisha. Usidharau mwanzo mdogo. Mungu akiingilia anaweza kufanya. Haleluya. Mungu akiingilia. Paulo anahitimisha anasema, waraka wa pili wa Korintho 12:8, kwa ajili ya kitu hicho nalimsihi Bwana mara 3 kwamba tulitoke. Naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uweza wangu hutimilika katika udhaifu. Korintho wa pili nimesema 12:8 mpaka 10. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari 27-29. Bali Mungu alichagua mambo mapumbavu ya dunia ili awaaibishe wenye hekima. Tena Mungu alivichagua vitu dhaifu vya dunia ili aviaibishe vyenye nguvu. Wakorintho wa kwanza sura ya kwanza mstari 27 mpaka 29. Soma. Mungu anapenda kujitukuza. Napokwenda kumaliza, usidharau mwanzo mdogo. Katika hali hiyo nayo, ukimruhusu Yesu Kristo anaweza kufanya. Huyu Paulo tunayemzungumza ambaye alikuwa anaitwa Sauli, tunajua habari zake. Aliteseka kweli. Alipigwa kwa ajili ya Injili. Hata kuna siku akiwa Damaski, kisoma habari zake, Biblia inasema watu walimfuata wamuue. Mwanaume mzima, na baba alikuwa ni giant kweli, kwa mtu mrefu sana, pande la mtu, akakunjwa akawekwa kwenye kikapu. Mtu mzima, shujaa wa Injili, msomi, kakalishwa kwenye kikapu.
kafunikiwa na kanga, kama vile mama anaenda sokoni kununua viazi. Kabebwa, katolewa nje ya dari, karushwa hivi. Mama kabeba mwanaume wa watu, namtoa nje ili asiuawe. Hiyo ni raha. Ni raha, mwanaume mzima unafungwa kwenye kikapu, unabebwa kwenye kikapu. Ni raha. Ni raha. Si aibu Bado alitulia. Bwana asifiwe sana. Kuna mahali walikamatwa. Wakina Timotheo walikimbia. Wakabatika wakamkamata mwingine. Walimpiga kweli. Wakamburuza mpaka nje ya mji. Funga miguu, funga mikono. Wakamburuza nje ya mji. Kuburuza mnajua maana yake? Sio kutembea. Lazima chini kama vile mnavyoona watu wanaenda kulima na ng'ombe. Sio unaona kuna ile nani na buruzo hivi. Mwanaume mzima amefunga mikono na miguu, anaburuza mpaka nje ya mji. Wakampiga kweli. Na Biblia inasema wakajiridhisha kwamba wamemmaliza. Amekufa. Sio kwamba ameiba, hajatukana mtu, kwa sababu ya wokovu. Haleluya. Nasema kweli kabisa, tuongee ukweli. Biblia inatuambia hawa mashujaa wa imani watatuuliza, uliacha ibada kwa sababu gani? Wewe jitetea. Mume wangu alininyima sabuni. Utapigwa teke moja, utaangukia gharama. Kwa nini uliacha kwaya ya vijana? Walinicheka. Utalaluliwa teke moja, unaangukia mnadani geti. Kuna watu wamepigania imani, acha utani. Wameandikwa kwenye hiyo kitabu ya Waebrania 11. Wametajwa. Mtu ameburuzwa, amepigwa kabisa, wakajiridhisha amekufa. Wakina Stefano wakajikusanya. Mtu yuko wapi? Wakafuatilia, kaambiwa aliburuzwa hivi. Wakafuata, wakakuta mtu amekata moto kabisa. Wakazingira pale. Wakaomba. Jamaa akainuka mzima. Haleluya. Amen. Akainuka Paulo mzima. Baada ya kuinuka, hakuanza kuuliza nani alinipiga, hii kesi iende kwa balozi, mtendaji ajue. Maana sisi wanadamu, Mungu akiingilia unajifanya na wewe kichwa maji sasa. Watanielewa, balozi watanijua. Hii hapa Nyawali watanijua. Mimi sio wavyo. Kwani si ulikuwa umekufa? Nani alikufufua? Bwana asifiwe sana. Paulo aliinuka, hakutaka kujua waliomburuza, waliompiga. Biblia inasema akainuka, akaibukia kijiji kingine, akaendelea kuhubiri Yesu ni Bwana. Amen. Amen. Ndio hapa anaandika. Na hata kuna sehemu ameandika, na yaweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Sasa wanatheolojia wanasema, huyu mstari anasema Mungu anatusaidia. Anasema nilikuwa na shida, nalimwomba Bwana sana. Yamkini umeomba sana, umemshirikisha mchungaji, bado tatizo lipo. Nataka nikwambie, Paulo aliambiwa neema ya Bwana ikaja juu yake. Tamko likatoka likamwambia Paulo, hata kama shida hiyo haijaisha, hata kama bado unanyanyasika, hata kama bado wanakudharau, kitu cha msingi nataka nikwambie, neema ya Bwana inakutosha. Amen. Na mimi natangaza neema ya Bwana inatosha. Amen. Tunaweza tukaomba hali ya ndoa ndio ikawa mbaya zaidi. Tunaweza tukaomba ugonjwa ndio ukachachamaa zaidi. Nataka nikwambie, bado neema ya Bwana inatosha. Kwa wakati Bwana akitokea atakufuta machozi yote. Amen. Sema amina. Amen. Paulo aliumizwa. Hapa anasema nalimwomba Bwana sana kwamba nitoe huu mwiba, ulikataa. Wengine wanazungumza kwa sura nyingi sana. Wengine wanasema mwiba inawezekana ni kutengwa.
alitengwa, maana alikuwa ni mtu mkubwa sana kwenye sheria. Kwa hiyo akajihisi mpweke kabisa, marafiki wake wote wakamkataa. Hilo wakaacha. Wengine wakasema inawezekana mwiba ni familia yake. Maana Paulo baada ya kuokoka hatukuti habari za kuwa na familia na mke. Aliacha kabisa mke na watoto. Acha kabisa. Kaanza injili, kwenda mbele tuinjili kwa injili. Kwa alikuwa ni mpweke sana. Yuko peke yake, hana mtu wa kushirikiana naye. Wengine wanaenda mbali kabisa na theolojia, wanasema kile kipigo alichopigwa kilimharibu kabisa hata jinsia ya kimwanaume, akawa sio mwanaume tena. Hata akioa hawezi kuzaa. Kwa alikuwa ni hali ngumu sana kisaikolojia. Lakini yote kwa yote akaambiwa neema ya Bwana inakutosha. Bwana asifiwe sana. Naomba tusimame. Sijui ni jambo gani, sijui ni shida gani. Hatupasi kuangalia hali tunazopitia. Hatupasi kujilaumu eti kwa nini tulichagua kitu fulani, kwa nini niliamua kufanya kazi fulani. Unaweza kufika hatua kama kujilaumu. Neema ya Bwana inatosha. Naomba tusimame.